Chakula ni moja ya mtego mkubwa sana kwenye ulimwengu wa roho ambao adui amekuwa anautumia kuharibu hatima za watu. Lazima ujue, ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo utagundua kwamba Adam na Eva wanaanguka kwenye dhambi kwa mara ya kwanza kwa kutokutii kwa sababu ya lugha ya chakula. Kwa maana nyingine, lazima ujue kwamba chakula ni moja ya silaha au mtego ambao adui anautumia kuharibu watu wengi sana. Unajua kwa sababu gani? Maandiko yanasema enendeni katika roho na tamaa za mwili mtazishinda. Yoyote ambaye anatanguliza chakula ni tafsiri ya mtu anayetawaliwa na mwili, ameshindwa kuutiisha mwili. Na kwa sababu hiyo, maana yake ni nini? Tamaa za mwili lazima zitamshinda. Na yoyote ambaye anapanda katika mwili, maandiko yanasema huvuna uharibifu. Yoyote anayepanda katika roho huvuna uzima. Sasa leo nataka nikufundishe namna gani adui ametumia silaha ya chakula kiroho na kimwili kuharibu hatima za watu. Kiroho lazima ujue na tafsiri, kwa maana ya kwamba adui anaweza kutumia chakula kuchanganya vitu vingine mwilini au rohoni. Kwa mfano, watu wengi sana wanaota ndoto wanakula chakula. Na adui anapenda sana kutumia chakula kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho chakula kina nguvu sana. Kwa sababu ulimwengu wa mwili unahitaji chakula. Nguvu ya mwili ni chakula. Watu walio mwilini, maana yake ukitaka kuwashika moja ya eneo ni chakula. Tunamwona Esau, eneo ambalo alikamatwa ni kwenye chakula. Akaona haki ya kwanza ya mzaliwa wa kwanza haina maana. Chakula kinafanyaga mambo ya kiroho yasiwe na maana. Swala la mzaliwa wa kwanza, haki ya mzaliwa wa kwanza alikuwa na maana kwa Esau. Kwa sababu gani? Alikuwa mwilini. Ukishakuwa mtu wa mwilini, mambo ya rohoni hayawezi yakawa na maana. Na ukishadharau mambo ya rohoni, maana yake utavuna uharibifu. Uharibifu kwenye ndoa, uharibifu kwenye huduma, uharibifu kila eneo. Sasa lazima ujue kwamba chakula kinaweza kutumika kufunga hatima ya mtu. Kuna watu kwenye ndoto mnakula vyakula vile sio vyakula vya kawaida. Haleluya. Vyakula vile ni maagano ambayo unaenda kuingizwa. Vyakula vile vinatumika kufunga fahamu za watu. Andika hizo. Vyakula hivyo vinatumika kupanda magonjwa. Kuna watu wana kansa, kuna watu wana pressure, wana nini baada ya kula vyakula kwenye ndoto. Manake chakula ni mtego wa kiroho ambao adui anautumia. Sasa hiyo ni kiroho. Lakini unaweza kutegwa mwilini kabisa, ukakutega chakula ukala. Kumbuka kuna dada mmoja alinipa ushuhuda. Alienda mahali kwa nadhani uwanja wa Taifa, baada ya kwa wamemaliza, ilikuwa ni crusade. Kuna wamama wao wanauza vyakula pale nje, na nikupe siri hii. Uwe makini. Ukienda kwenye hii mikutano ya injili, alafu ukakuta nje tu ya ule ukumbi kuna watu wanauza chakula, usipende kula. Kwa sababu shetani anajua kuna watu wameingia mle kumwabudu Mungu na wameingia kuchaji. Na yeye anatafuta watu wa aina hiyo, anatafuta Wakristo. Hatafuti wapagani. Kwa anachofanya analetaga mawakala na wapanga pale nje. Kwa kilichotokea ni huyu dada, wale rafiki zake wananunua karanga. Sasa akiangalia karanga anaona mavi ya mbuzi. Anakaa pale. Yule mama tu alivyomwangalia akajua huyu ameona ambacho kipo hapa. Huyu dada akawaambia wenzia kwa siri, msinunue, ni mavi ya mbuzi. Yule rafiki yake akaropoka, mavi gani ya mbuzi? Mbona mimi naona karanga? Acha utani. Yule mama akachukia. Kwanza alikaa kimya, akaona huyu dada amewazuia kabisa wasinunue. Huyu dada anatoa ushuhuda, aliniambia kilichotokea ni nini. Yule mama aliondoka kwa hasira, akasema wewe kazi yako kuharibu kazi za watu tu. Sasa walivyoona wale wenzia anaondoka na hajauza karanga nyingi, chache tu kwenye sehemu kidogo tu. Kuna watu wamepewa tu idadi kwamba waharibu. Akaondoka kwa hasira. Maana yake nini? Chakula kinaweza kikatumika rohoni lakini kikatumika mwilini. Wewe ukaona ni nyama kabisa, lakini kumbe kinyesi. Kuna watu wengi tu wamenyweshwa mikojo kwenye ndoto huko na hawajui. Chakula kinaweza kikatumika. Na yoyote anayekula chakula cha namna hiyo, maana yake nafsi yake inanaswa, nafsi yake inavunwa, nafsi yake inafungwa, inaingizwa kwenye gereza fulani. Hapo sasa ndo unaanza kuishi maisha ambayo sio ya kwako. Maana nafsi yako akiichukua, wewe sio wewe tena. Huyo ndo wewe. Script yako anapewa mtu mwingine. Kama ulipaswa kuwa mtumishi wa Mungu,
anapewa mtumishi wa shetani. Unaona ndo wanatumia karama huko, wanatoa mapepo, wanafanya nini? Usifikiri wana nguvu za shetani hizo. No. Hizo karama za watu wa Mungu. Ndio maana moja kitu Yesu alirudisha pale msalabani ni vipawa vya watu. Kwa kipawa kinaweza kuibwa. Haleluya. Sisi tunaombea watu. Ukija ombea watu, unaweza usijue. Yaani unamwombea mtu kabisa, huduma yake imechukuliwa, ni muinjilisti. Huo uinjilisti hawezi tena, anawekea kitu kingine tu. Kwa unakuta ni mzinzi, ni mwizi, lakini kumbe muinjilisti. Alilishwa tu chakula kwenye ndoto. Njia nyingine ipi wanatumia hivi vyakula? Ni hivyo vyakula ambavyo vinauzwa mtaani. Kuna vyakula vya kwenye ndoto. Okay? Alafu kuna vyakula sasa hivi ambavyo vipo kwenye makanisa ya uongo. Unaambiwa kuna keki, kuna mafuta, kuna mikate ya upako, kuna nini ya upako. Hiyo ni moja ya njia inayotumika kuvuna nafsi za watu. Na uzuri unaenda ukiwa umejiachia. Unamwamini chakula cha baba, upako wa baba. Na mimi nataka niwe na upako kama wa baba. Unakula ili iweje sasa? Ushibe au unakula nini? Alafu kama unapata tusaidie sana. So unakuta watu wanakula, hawajui wanachotafuta. Nyota za watu wengi zipo kwenye madhabahu za giza huko. Kumbuka kuna dada mmoja namuombea yale mapepo yakasema tumemtoa huku. Kumbuka hizo madhabahu zinatajwa ni zinajiita makanisa japokuwa sio. Sema tumemtoa huku. Tuone sasa kama utamtoa na huku. Hizi madhabahu zingine 3. Na hizo madhabahu 3 mimi nazifahamu. Ni kubwa hii nchi zinajulikana. Lakini ndo mahali watu wamefurika, wako wengi kweli kweli. Haleluya. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Chakula chochote unachokula lazima ujue ni impartation. Kama ambavyo chakula kinakupa nguvu, ukila si nguvu kwenye mwili. Chakula kwenye ulimwengu wa roho kazi yake ni kufisha. Kwa sababu yoyote ambaye anakula sana rohoni huwa hana nguvu. Maana yake chakula katika ulimwengu wa roho kina kazi ya kufisha. Ulikuwa na upako, ghafla upako haupo. Ndio maana kuna watu kifunga tu wanakuja kukulisha jioni. Wanashusha ile nguvu. Ukifunga tu wanakuletea ubwabwa. Tena wanakuletea kiepe. Unapenda kula kiepe, wanakuletea kiepe. Kwisha habari yako, huwezi hata kukataa. Ghafla unajisikia mzito tena. Kuomba ni mgumu, unaona ugumu, unaona uzito kwenye kuomba. Inatafsiri nini? Umeshikwa mtoto wa Mungu. Umekamatwa mtoto wa Mungu. Na kwa sababu umekamatwa ni ngumu. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Kama huna haya maarifa, maana yake utaanza kumlaumu Mungu. Utaomba maombi. Watu wa namna hii ambao nyota zao zimeshikwa, nafsi zao zimeshikwa, wapo kwenye maagano. Hauwezi kufunguliwa hilo agano kama halitatambuliwa. Ni sawa na wewe ambaye una agano na shetani, afu naomba Mungu akupe ndoa. Tayari una agano la ndoa na shetani baharini kule. Maana yake ni utaomba sana, utaomba. Watakao kuja wote ni wa shetani. Ndio unakuta ni Mkristo wanakuja Waislamu tu. Unajua kuona Mkristo kuja Waislamu tu. Au wanakuja wanaume ambao wame wanawake tayari. Maana yake umeolewa kwenye ulimwengu wa roho. Lile jamaa ambalo limekuoa sasa lijini mahaba linaleta watu wake. Wakupige mimba waibike. Kumbuka kuna dada mmoja nilikutana naye wakati namuombea. Yaani yule wamemvika hadi taji kwamba kazi yake ni kuwazalia tu. Yaani yeye maana yake ni akizaa wale watoto wanakuwa ufalme wa giza. Maana yake adui anawatumia wale watoto sasa. Kwa hiyo yeye kazi yake akuolewa marufuku, ni kuzaa tu. So unakuta mdada na watoto 4, baba 4. Alafu inavyotokeaga hao mababa wote wanawatelekeza watoto. Kwa sababu kama hao baba watakuwa ni wanakea, wale watoto si watakuwa vizuri. Kwa huyu mama anakuwa na uchungu, hata kuwalea watoto ni ngumu. Wanashindwa kusoma, wanashindwa kulelewa vizuri maana hawana baba, wanakuwa vikorofi tu. Unajua kama baba hana umuhimu, basi Yesu angezaliwa tu bila Yusufu. Umeelewa? Kwa nini wamweka Yusufu? Kwa sababu kuna umuhimu wa baba kuwepo. Kwa moja ajenda shetani anaharibu ni kuhakikisha kwamba unazaa mtoto afu baba anaondoka. Mtoto wa namna hiyo ni wachache sana wanapata neema. Hata hao ambao mnaona mfano kwenye muziki ambao wanajitaja, sio kina Omidimpos, sio kina Diamond, kina nani ambao wanajisifia kwamba wao ni walikuwa single, wenyewe hawajalelewa na baba. Kwani hapo wamefanikiwa? Bado hawajafanikiwa maana hawaishi mapenzi ya Mungu. Hawajafanikiwa.
Wamefanikiwa kidunia, lakini mbele za Mungu hawajafanikiwa. My friend, mafanikio ni pale ambapo unaishi kile Mungu anataka uishi. Kama upo nje ya mapenzi ya Mungu, hayo sio mafanikio. Hayo ni mafanikio. Dunia itaita mafanikio, lakini mbingu haitaona mafanikio. Chakula, 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 chakula kinaweza kutumika kama mtego wa kiroho kufunga kabisa hatima ya mtu. Usile kila mahali, usile kila kitu. Umefika tu mahali wametenga. Umepita madukani. Kumbuka sister yangu kuna siku yupo alikuwa mitaa ya Mikocheni huko. Ameshuka huko chini Mikocheni, Makumbusho. Kuna mahali hapo kuna walikuwa zamani wanapanga tu vitu. Akaona karanga. Kaenda kafakamia karanga. Ametafuna. Kaenda mpaka pale mbele ghafla aoni. Kipofu akainama kabisa. Analia tu. Wakamchukua peleka si wapi huko. Yesu ni mzuri, alimsaidia. Lakini alikaa muda. Chakula unakula barabarani, acha. Ulojo, nataka ulojo. Umekuja sehemu vyakula hujui hata wanavitengenezaje, unakimbilia vyakula vya baharini. Kama hivyo vyakula vya baharini kimbia. Hivi vya baharini hivi ni hatari sana, maana baharini huko ndo wamekaa, ndo ufalme wenye nguvu. Wazee wa kupika vitu vyao, kutengeneza vitu vyao. Chakula. Kutaka kujua chakula ni hatari, tunaona Adamu wa kwanza alijaribiwa kwenye chakula. Adamu wa pili ambaye ni Bwana Yesu anakuja kujaribiwa kwa chakula. Badili mawe haya yawe mkate. Kwa nini? Alikuwa na njaa. In short iko hivi, kama unatawaliwa na tamaa, unatawaliwa na mwili, huwezi uka exist, huwezi ukadumu, huwezi ukawa strong. Ulichonacho kitachukuliwa tu. Ndio maana kama huwezi kufunga, wewe unapenda chakula kuliko vingine. Yaani apart from kupewa chakula tu vya kichawi, hivi vyakula hivyo unavyokula vya kawaida ndio vitakuua. Hivyo ambavyo wala havina matatizo ndio vitakavyokumaliza. Kwa sababu utabaki mwilini, alafu yoyote anayepanda mwilini anavuta uharibifu. Kwenye ulimwengu wa roho ataiba ndoa, ataiba huduma, ataiba, because unatawaliwa na mwili, na mwili siku zote unavuna uharibifu, sio uzima. Lazima ujue wewe ni roho, wewe sio mwili. Mwili ni nyumba. Kama wewe ni roho, lazima ule chakula cha roho yako, kwa sababu wewe ni roho. Unakuta mtu analisha mtu wa nje kuliko mtu wa ndani. Anakula mara 3, lakini yeye hajala. Analisha mtu wa nje, lakini yeye hajala. Analisha nyumba yake, lakini yeye hajala. Kwa sababu chakula chako wewe kama roho ni neno la Mungu, maombi. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Maarifa, kusikiliza mafundisho ya Mungu. Lakini una wiki nzima hujasoma Biblia. Maana yake ni utatawaliwa na mwili na utavuna uharibifu. Shetani akitaka kuchukua chochote kwenye maisha yako atachukua. Yoyote ambaye kaweka kipaumbele chakula ni dhaifu kwenye ulimwengu wa roho. Yoyote ambaye kaweka kipaumbele chakula siku zote sio mtii kwa roho yake. Kwa sababu mwili, maandiko yanaweka wazi kwenye Wagalatia 5, mwili na roho hushindana. Sasa wewe mwenyewe ndio unaamua ashinde nani. Ukila sana mwili kuliko roho, tayari umeshachagua wewe mwenyewe nani ashinde. Na huyo akishinda maana yake uharibifu. Shetani atachukua kila kitu ulichonacho. Moja ya kazi ya shetani ni uharibifu. Yohana 10:10. Nataka ujue hiki. Na shetani kwa sababu anajua ili kuna watu alichofanya ni nini, anakuambia mimi nikifunga yani huwa naumwa tumbo, madonda ya tumbo. Kama utaendelea kusema hivyo, utaendelea kutii huo mwili wako ambao unakudanganywa madonda ya tumbo. Nataka nikwambie kuna kiwango hutaenda, kuna huduma hutaingia, kuna ndoa hutaingia. Yaani kuna vitu unavipata kwa vita. Hakuna mahali utamiliki bila kupigana vita. Mungu anawaambia wana wa Israeli nimewapa hiyo nchi ya Kanaani. Wanafika kule wanaambiwa lazima mpigane vita na wameshapewa. Walipigana na watu, Wayebusi, Wahiti, Waivi, na waliambiwa nimepewa. Hakuna kitu utamiliki bila kupigana vita. Na uwezo ukapigana vita ukiwa mtu wa mwilini, maana vita vyetu si vya damu na nyama. Sasa roho haina nguvu yoyote, maana uilishagi chakula. Unategemea nini? Hautashinda vita yoyote.
Kwa hiyo huyu anakuwa muhanga wa kulalamika kwa Mungu. Wewe nimeomba sana. Umeomba ufungi. Usomi neno. Unapoteza muda. Hakikisha unalisha roho yako vizuri, iwe na nguvu. Izae matunda, iwe na matokeo. Mtoto wa Mungu, chakula kimetumika na adui kwa muda mrefu. Chakula kilitumika kwa Esau kuchukua haki yake ya kwanza. Kuna watu chakula kimetumika kuchukua nyota zao. Kuna watu chakula kimetumika kuchukua huduma zao, kuchukua ndoa zao, kuiba vitu vingi kwenye maisha yao. Na adui anajua hilo vizuri sana. Yoyote ambaye ameshindwa kushinda chakula, ameshindwa kuutiisha mwili wake. Na yoyote ambaye ameshindwa kuutiisha mwili wake, huyu ni muhanga wa kitu kinaitwa uharibifu. Maana yake nini? Adui anaweza kumharibu muda wowote. Mambo yake yanaweza kuibiwa, yanaweza kuuliwa muda wowote. Kwa sababu gani? Ameshindwa kutiisha mwili. Wewe sio mwili, wewe ni roho. Kwa nini shetani anakuteza? Kwa sababu hujui hata wewe ni nani. Yaani una utambulisho ambao sio. That's why uko busy sana kuweka makeup nje, kufanya nini, kulemba, kuvaa vizuri, kufanya nini, lakini kusoma neno hutaki. Ni vizuri kufanya hayo kwenye mwili, lakini kama roho yako umeisahau, wewe baada ya muda hizo utakuwa na makeup nzuri, utavaa nguo nzuri na mme hata kuja. Watakuja wazee tu wenye miaka 70. Kwa sababu umechagua kupanda kwenye uharibifu. Wakati unajipamba huko nje, hakikisha wewe unapendeza pia, ambaye ni roho. Kuta wadada wazuri hawajaolewa. Amen. Ni tajiri kabisa, tena kabarikiwa kwenye eneo la uchumi, shetani kaamwacha huko. Lakini kwenye ndoa hakuna. Shetani ni mjanja. Yaani kuna kitu anakupa, afu hicho kitu aje akitumie. Baada ya mtu utaanza kununua vijana hawa ya miaka 20, havina hela. Hela si unayo? Ila ndio ilishakushinda. Kila anayekuja anaondoka. That's why lazima uombe, lazima uwe mtu wa mifungo. Funga hivyo hivyo. Mwanzo ni mgumu, baadaye utazoea. Kama Yesu alifunga, wewe ni nani usifunge? Na hakuna kitu kinapigwa vita kama mfungo. Ukianza tu mfungo saa 6, njaa moja ya hatari. Paka wote tulianzaga hivyo. Hakuna alianzaga tu na mfungo. Wote tulianza hivyo. Ni wewe unachagua sasa ukubali mwili uendelee